Kwa majina naitwa Joseph Didas Ngeleuya. Mimi ndio mmiliki wa mabasi ya Ester Luxury Coach, na nimekuja hapa kuweza kuongea na nyie ama kuelezea umma ama kuondoa sintofahamu ambazo zinakuwa kwa upande wangu zinakuwa zikiniumiza. Kwa hiyo naomba nisome hii taarifa rasmi kwa umma. Nimewaita hapa leo kwa lengo la kutoa ufafanuzi wa kina na ukweli kuhusu taarifa zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla zinazohusu kampuni yangu ya usafirishaji inayojulikana kwa jina la Ester Luxury Coach. Hivi karibuni kampuni yangu imehusishwa kimakosa na baadhi ya viongozi wakuu wa kisiasa hapa nchini, ikiwemo madai kuwa inamilikiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kutokana na tetesi hizo zisizo na ukweli, kampuni yangu imepata madhara makubwa wakati wa machafuko yaliyojitokeza baada ya uchaguzi, ambapo waandamanaji walivamia kampuni yetu na kuchoma mabasi 6 na kuharibu mali nyingine nyingi. Napenda kuwajulisha waandishi wa habari na Watanzania wote kwamba Ester Luxury Coach ni mali yangu na familia yangu, bila kuhusishwa na kiongozi yoyote wa kisiasa au mtu mwingine yoyote nje ya familia yangu. Kampuni hii ilisajiliwa tarehe 12 Septemba 2024 ikiwa na wanahisa wawili tu, ambao ni mimi Joseph Didas Ngeleuya. Mwanahisa wa pili ni mke wangu Neema Peter Thomas, ambaye ni Mtanzania. Nyaraka zote zinazothibitisha taarifa hizi, ikiwemo vyeti vya kuzaliwa, cheti cha ndoa, vitambulisho vya NIDA pamoja na nyaraka za usajili wa kampuni zinazopatikana katika mamlaka husika za serikali, zikiwemo RITA, NIDA na BRELA. Na mtu yoyote mwenye uhitaji wa kujiridhisha anaweza kuzitafuta taasisi hizi. Kuhusu jina la Ester, tuliamua kulitumia kwa heshima ya mtoto wetu wa kwanza Ester Joseph Ngeleuya. Takriban miaka 15 iliyopita tulipitia changamoto nyingi za kibiashara na kifamilia, ndipo tulipoamua kuipa biashara yetu jina la Ester Trans. Tunatoa wito kwa Watanzania kuacha tabia ya kuharibu mali za watu wengine kwa sababu yoyote ile. Hakuna mtu aliye juu ya sheria na mwenye haki ya kuharibu mali ya mwenzake. Kwa kufanya hivyo, tunajidhuru sisi wenyewe kama taifa, kwa sababu mafanikio ya mtu mmoja mmoja yanaweza kuwa fursa na manufaa kwa wengine. Kweli hasara iliyopatikana ilikuwa ni kubwa, kwani walivamia magari yangu, walichoma magari 6, lakini mawili tuliweza kuyakarabati, lakini 4 yaliteketea kabisa. Lakini vile vile waliweza kuchoma ofisi ambayo ilikuwa ina vyombo vya kikazi, lakini vile vile waliweza kuvamia na kukuta fedha ambazo zilizokuwepo pale, waliweza kuzichukua. Lakini kwa rafli ambayo tuliweza kuipiga, tulikuta ni hasara kama ya shilingi bilioni 2 na milioni 100. Kiukweli, kwa jinsi suala lilivyotokea na inavyoonekana, siwezi kufungua kesi ya kudai chochote kutokana na hili jambo. Kiukweli lilisikitisha, na sio mimi mwenyewe tu nilikuwa mwathirika, wako wengine walioathirika, lakini jambo hili ni kwa nchi yetu tumeliona kama la mara ya kwanza. Kwa hiyo siwezi kusema naenda kudai fidia. Na mdai nani?